lakini amtoi fafanuzi zinazoeleweka, bali ni kuzonga tu watu na kwamba ninyi ni wahamasishaji wa vurugu, ni watu wa Mungu. Tumewaambia kwamba hayo yote ninyi ndio sababu, kwa sababu mmeziba mianya yote ya watu kujitetea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu ambaye unanisikia tena wakati huu, basi siku ya leo ningependa niongee na wewe mambo matatu ambayo Mungu kaniambia niseme na Watanzania au niseme na wenye mamlaka. Ni mambo matatu ambayo leo nilipokuwa katika maombi asubuhi, kwenye maombi asubuhi, basi nikaona Mungu akiniambia vitu hivi niviongee kwa Watanzania, kwa wenye mamlaka wavisikie. Ni kama ushauri, ni kama mtazamo fulani ambao unaweza ukawa na maana kwa mtu atakayeuona una maana. Jambo hili nitaanza kwanza kusoma Biblia takatifu katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 4 na ule mstari wa 6. Nitaanzia hapo, sura ya 4 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema kwamba Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali. Usipotenda vema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini ya kupasa uishinde. Kwa nini nimeanza kusoma hapa? Nimeanza kusoma hapa kwa sababu ya yale mambo ambayo Mungu ameniambia niseme na ndugu zangu wa Tanzania au na wenye mamlaka wote wa Tanzania na wenye mamlaka kwa ujumla. Jambo hili wamepaswa kulisikia. Mtu wa Mungu, na ninataka nikwambie mambo hayo ni matatu, ambalo jambo la kwanza ni wenye mamlaka wanataka kupendwa, wenye mamlaka wanataka kukubalika, wenye mamlaka wanataka kukubaliwa, wenye mamlaka wanataka kusifiwa, wenye mamlaka wanataka kupongezwa kwa kila wanachokitenda. Lakini nimekusomea hapa mwanzo kwa habari ya Kaini. Bwana akamwambia Kaini ya kwamba kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Akamwambia kama ukitenda vema hautapata kibali. Kama ukitenda vema hautapata kibali. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, wenye mamlaka, ukitenda vema mtapata kibali. Mtapata kibali. Lakini njia ambayo mnaitumia, Mungu anasema kwamba njia hiyo haimalizi tatizo na haitakuja kumaliza tatizo. Njia hiyo haimalizi tatizo na haitakuja kumaliza tatizo, kwa sababu njia ya mtu kupendwa ni kutenda vema, ni kufanya vizuri, kutenda kile ulichopaswa kutenda. Ukiwatendea watu vema, watu watakupenda, hautawalazimisha. Mtu wa Mungu, ni kwamba unapofanya mema kwa watu, wale watu watakupenda. Ndiyo, wanaweza wakawepo wenye hila ambao wasikuelewe, wasitake kujua umuhimu wa yale unayoyatenda, lakini nataka nikwambie, asilimia kubwa, jamii kubwa watayaelewa yale unayoyafanya. Lakini nyinyi wenye mamlaka mnaumiza watu, mnatesa watu, mnafanyia mabaya watu, lakini mnataka mpendwe hivyo hivyo. Mnataka mpendwe hivyo hivyo. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Nataka nitoe mfano.
Mfano ni kwamba unaishi na simba katika chumba kimoja, nyumba moja. Wewe unatoka nje, unaenda unakula, unakunywa, unashiba, unarudi kukaa mule ndani. Lakini yule simba unayeishi naye au yule mnyama unayeishi naye mule ndani haumpi ruhusa ya kutoka kwenda kula na kushiba ili muendelee kuishi humo ndani wote kwa amani. Kitakachofuatia ni nini? Kuna wakati yule mnyama, kuna wakati atakuja kuona ya kwamba wewe ndiye unayefaa kwa chakula chake. Kuna wakati utakuja uje ambao yeye ataona kwamba wewe ndio unafaa kuwa chakula chake. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, matumizi ya nguvu ambayo mmekuwa mkiyatumia. Matumizi ya nguvu ambayo mmekuwa mkiyatumia si sahihi, watu wa Mungu. Jueni ya kwamba kuna wakati watu watakubali eli wafe wote waishe, na inawezekana pengine wenda ni furaha yenu kufanya hivyo, lakini mimi nijuacho kwamba utukufu wa mfalme ni watu wake. Sasa kama utukufu wa mfalme ni watu wake, nyinyi uweni watu wenu, malizeni watu wenu. Uweni watu wenu, malizeni watu wenu. Matumizi ya nguvu ambayo mnayatumia, na mkiwaambia kwamba msifanye hivyo, kwamba sio uzalendo. Njia ambazo watu wameteswa, wamenyanyaswa, sasa wanajaribu kutumia njia kujitoa, kuhangaika huku na kule. Ni namna gani tufanye? Ni nini tufanye ili tutoke kwenye mateso hayo? Njia zote mmeziba, na kuona kwamba kuwafanya wale watu waendelee kubaki kwenye kufungiwa kwenye sehemu ambazo hawawezi kufanya chochote, wabaki na maumivu yao, wabaki na mateso yao, wabaki na vilio vyao. Watu wa Mungu, tunawasihi kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba hebu tafuteni kujua vilio vya watu ni nini. Tafuteni kujua malalamiko ya watu, wanalalamika nini, ili mutende kile ambacho watu wanakihitaji, mufanye kile ambacho watu wanakihitaji. Tafuteni kujua watu wanalalamika nini, watu wa Mungu. Lakini ninyi ambavyo mmejiweka na mmefanya na mnaendelea, mmeona kwamba kila anayelalamika ni mpinzani, kila anayelalamika basi ni wa chama pinzani, kila anayelalamika kwamba tunateseka, basi huyo mtu astahili kuwepo, astahili kuishi, huyo mtu atatendewa mabaya kwa kila namna. Tunawaambia kwamba Mungu hapendezwi na hayo mambo na anayakataa. Anasema hapana, acheni, kwa sababu mwisho wake utakuwa mbaya zaidi ya vile tulivyo au tulivyoanza. Mwisho wake utakuwa mbaya, mwisho wake utakuwa mbaya. Matumizi ya nguvu ambayo mnazitumia nguvu kudhibiti mambo. Hamkupaswa kutumia nguvu kwa namna hiyo kudhibiti mambo. Mulipaswa kuangalia vilio vya watu wanalalamikia nini, ili muyatimize yale ambayo watu wanalalamika, muyatende yale ambayo watu wanalalamika. Jambo la mwisho ni haki, ambayo ni haki ya kisheria. Jambo la mwisho ni haki ya kisheria. Watu wa Mungu, tunajua ya kwamba na kwenye katiba, sheria za nchi yetu, tunajua ya kwamba
zinaruhusu mtu kutoa maoni, zinaruhusu mtu kutoa ushauri wake katika jambo lolote ambalo halijaenda sawa, haliko sawa, haliendi sawa. Acha. Linaruhusu. Sasa watu wanajaribu kutoa maoni na ushauri kwamba watawala, msitufanyie hivyo, msituumize hivyo. Lakini kuna watu wamebana, au watawala wamebana njia zote ambazo watu wangeweza kutumia kwa ajili ya kupata haki yao. Mnasema kwamba sheria, katiba inaruhusu watu kuandamana, inaruhusu watu kutoa maoni yao, lakini nyinyi mmebana watu wasitoe maoni. Hata kama kwenye katiba watu wameruhusiwa kutoa maoni, nyinyi mmezuia watu wasiandamane hata kama katiba imeruhusu watu kuandamana, na mnasema kwamba haki haidaiwi hivyo. Haki haidaiwi hivyo. Toeni elimu kwa watu, haki inadaiwaje? Haki inadaiwaje? Lakini amtoi fafanuzi zinazoeleweka, bali ni kuzonga tu watu na kwamba ninyi ni wahamasishaji wa vurugu, ni watu wa Mungu. Tumewaambia kwamba hayo yote ninyi ndio sababu, kwa sababu mmeziba mianya yote ya watu kujitetea. Sasa neno la Mungu linasema kwamba yale ambayo yalitokea 2025 mwezi wa 10, namna ile ambayo watu walikufa vile, muliwaua kwa namna ile, mulifanya mauaji makubwa mabaya mliofanya kwenye taifa, ambayo yaliharibu taswira ya nchi yetu. Yale mambo ninaamini kabisa hakuna aliyekuwa ametarajia miongoni mwa watawala na miongoni mwa Watanzania wengi. Lakini sisi wengine kwa sehemu ndogo tulikuwa tuna uhalakini wa kwamba unaweza ukafika wakati yakatokea mambo ya namna ile, kama ambavyo yanaweza yakatokea. Sababu ni nini? Njia ni nini? Vile mnavyozidi kubana, kuwaumiza, kuwatesa, kuwadhulumu haki zao, ndivyo ambavyo yanaweza yakaja kutokea hata makubwa wenda kuliko yale. Au inawezekana kabisa nchi hii isije kutulia kabisa. Ndio mtatumia njia ya kuua watu wote, mtatumia njia ya kutesa, ya kupoteza watu, kuteka watu, kufanya nini, lakini jueni ya kwamba wenye mamlaka, hizo njia mnazozitumia sio zenyewe. Neno la Mungu linakataa. Hebu niwasomee katika kitabu hiki mstari mmoja tu, mtu wa Mungu, mstari ule wa 4 inasema, kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Sasa nyinyi ambao mnawaambia watu kwamba daini haki, fuateni sheria, kuna sheria, kuna utaratibu mzuri wa kudai haki, kuna njia nzuri za kudai haki, mfuate sheria. Sheria ziko wazi. Elezeni hizo sheria zinasemaje. Ongeeni, waambieni watu kudai haki kwa utaratibu mzuri ni huu, fanyeni hivi na hivi na hivi, ili watu hao wakifanya hivyo, wakiona
wakiona kwamba haki haipatikani, wakiona kwamba sheria hizo tena hazifuatwi, pia muwe mnala kuwaambia kwamba mkiona haki mmefuata, haki hii haijapatikana, hatua ya pili fanyeni hivi, chukueni hatua ya pili ambayo itakuwa ni hii, ili mpate haki yenu. Lakini unakuta watu wanasema tu msifanye hivyo, haki haidaiwi hivyo, daini haki, fuateni utaratibu wa sheria. Sheria ipi mnayoizungumza? Nimekusomea hapa, inasema kwamba kwa sababu hiyo sheria imelegea. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie, hata sheria ya nchi hii imelegea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, hukumu haipatikani. Na ndio maana nyinyi mnaosema haki, fuateni haki, nyinyi wenyewe mnajua haki haipo. Sio kwamba hamjui, mnajua haki haipo. Fuateni haki mnajua haipo. Anasema kwa sababu hiyo sheria imelegea, hukumu haipatikani. Na kwa sababu hukumu haipatikani, anasema watu wabaya wamewazunguka wenye haki. Watu wabaya wamewazunguka wenye haki. Kitendo cha watu wabaya wamewazunguka wenye haki, anasema kwamba na ndio maana hukumu haipatikani. Na hata hukumu ikipatikana, inapatikana ikiwa imelegea, imepotoka. Hata hukumu ikipatikana kwa kitendo cha waovu kuwazunguka wenye haki, hukumu ikipatikana, inapatikana ikiwa imepotoka kabisa. Inapatikana ikiwa sio hukumu tena kama ilivyokuwa inatakiwa. Sasa msababishi anakuwa ni nani kama si ninyi? Ninyi watawala, ninyi wenye mamlaka, ninyi wa Tanzania ambao muko upande wa wanaoumiza wananchi wenzenu, muko upande wa wanaowaonea raia wenzenu. Inawezekana kabisa kwamba mnaweza mkawa mnaona ni haki kufanya hivyo mnavyofanya, inawezekana. Lakini jueni ya kwamba wakina Paulo walikuwa wanaona ni haki kile walichokuwa wanakifanya, lakini mwisho wa siku walipokuja kupata neema ya Yesu Kristo, wakaja kuona kumbe walikuwa nje kabisa. Sasa neno la Mungu hili ni ushauri, ni maoni, ni maelekezo kwamba hivyo mnavyofanya sivyo Mungu alivyotaka mambo yawe. Neema ya Yesu Kristo iwe juu yako wewe ambaye umetoa muda wako kunisikiliza kwa dakika zote hizi. Amen.